wanapaswa kuwa na tahadhari gani hasa wakati Simba akicheza viporo vyake hapa nyumbani? Hauoni hatari kubwa pengine Simba kudondosha alama ndani ya viporo vyake hivyo vitatu? Kitaalamu sasa kwa mwalimu, unapokuwa na mechi za karibu unatakiwa utengeneze mbinu gani kuhakikisha kwamba timu yako inakuwa bora iweze kupata matokeo, lakini si tu kupata matokeo kwenye hizo mechi za ligi, na iweze kupata matokeo kwenye mechi kubwa ambayo inasubiriwa. For instance, nao Simba ni moja timu ambayo tayari imeshafika kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba into the final, yani tayari Simba kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa ziko nadharia ambazo kitaalamu mwalimu anatakiwa kuzitumia kuhakikisha kwamba timu inakuwa na standard ya kuweza kupata matokeo. Najua ratiba ambavyo ilivyo, kuna ratiba ya Mashujaa tarehe 2, tuna tarehe 5, kuna mechi tarehe 8, kuna mechi tarehe 11, kuna mechi. Kitaalamu kwanza, ili timu iweze kuperform kwenye ubora mkubwa, yanatakiwa kupita masaa 72. 72 hours was a time weight limit ya timu kuweza kucheza mechi nyingine. Yani ndiyo kipimo cha kwamba baada ya masaa 72 timu inaruhusiwa kuweza kucheza mechi nyingine. Sasa kwenye takwimu ambavyo imewekwa, unaiona kabisa kwamba hii takwimu imewekwa katika saa, kwa maana kwamba bado ni masaa yale. Lakini kitaalamu mwalimu anatakiwa kufanya nini kwenye scenario kama hii ili kuweza kupata matokeo, lakini pia kutokuifanya timu yake na kuwazuru wachezaji kwa sababu ya fatiki. Jambo la kwanza mwalimu anatakiwa kuselect specific game plan kwa ajili ya mechi za ligi. Achague mkakati wa kuzicheza mechi za ligi ambao ni mkakati tofauti na mechi ya finali. Specific game plan maana yake nini? Maana yake ni kwamba lazima ajaribu kustart weakness pamoja na strengths ya timu za ligi. Na bahati nzuri mechi za ligi kuu Tanzania bara nyingi sana timu zinakuwa ni second team, zinakujaga ni timu ya pili, maana yake zinawaachia mpira Simba na Yanga. Kumbe jambo lingine ambalo anaweza akalifanya kocha wa Simba sasa, ambaye yeye atakuwa na mechi hizi nyingi ikiwemo mechi ya KMC pamoja na Mashujaa, jambo moja kubwa anatakiwa kulifanya ni kutengeneza squad selection. Kuanza kutengeneza combination ya wachezaji ambao wamekuwa wanapata namba mara kwa mara na wachezaji ambao huwa hawapati namba mara kwa mara. Kipindi hiki cha mechi mfululizo 4, maana yake natarajia sasa kama mwalimu ajaribu kuangalia kwenye high pressing. Tunasema wachezaji wanaotumia pressing kubwa, wale wanaocheza eneo la mbele wanatumia kasi na energy, kwa sababu kuna mechi ya finali. Najaribu kuona sasa ni muda wa wachezaji kama akina Chasambi kwenye mechi za kawaida, mchezaji kama Edwin Barua, mchezaji kama Joshua Mudo. Ni aina ya wachezaji ambao baadhi ya maeneo wanatakiwa kuwa ni watu ambao wanaanza huko eneo la kiungo, likibaki na wachezaji wale kuifanya timu kuwa bora kwenye eneo hilo. Mfano Fabrice pamoja na Kagoma wanaweza akawa na baki, lakini una mix na baadhi ya wachezaji, mmoja anaweza akawa ni Ateba, mwingine anaweza akawa ni Jean Charles Ahoua. Wakati huo eneo la backline likiendelea kubaki na wale wachezaji wakati wawili, kwa maana Hamza pamoja na Karabu, lakini hawa wengine mtu kama Kapombe ukijaribu kumtazama ubora wake, lakini mtu kama kwa namna ambavyo anacheza Zimbwe anaweza akawa muda mwingine anapumzika, lakini golini pia anabaki Musa Pini Kamara. Sasa ni muda ambao mwalimu lazima atengeneze combination ya squad selection ambayo itakuwa na wachezaji ambao ni regular starter na wachezaji ambao mara nyingi wanakuwa benched, ili kutengeneza mazingira ya kwamba wachezaji wasitumie energy kubwa, kwa sababu wana mechi kwanza takriban 4 mfululizo. Baada ya zile mechi wana finali. Jambo hilo la kwanza la kuassess weakness pamoja na strongest ya timu pinzani na kutengeneza specific game plan ya kwenda kuzicheza zile mechi. Na ukitazama kwa haraka ganda, timu nyingi za Tanzania zinapocheza na Simba na Yanga zinakuwa ni timu za pili.
haziwezi kuwa timu za kwanza. Maana yake ni rahisi sana kuchagua vijana wa kwenda kuishambulia timu kwa sababu yenyewe inakuja kuwa timu ya pili. Lakini kitaalamu cha pili mwalimu anatakiwa kuzungumza na wachezaji. Hii sasa tunazungumza psychological age in football, hususan kwenye coaching. Mwalimu unapokuwa na tournament mbili, una tournament ya ligi, una tournament ya FA, una tournament kubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kama ambavyo tunazungumza hii tournament ambayo tunazungumzia CAF Confederation Cup. Maana yake nini? Mwalimu lazima atengeneze psychological age kwa wachezaji kwamba wanachotakiwa kufikiria zaidi wachezaji ni tournament kubwa. Yaani wachezaji wanatakiwa kucheza kwa tahadhari na kufikiria zaidi tournament kubwa ambayo yenyewe ndiyo inakwenda kutengeneza club history, inakwenda kutengeneza historia ya club, na ndiyo inakwenda kutengeneza club remembering, kukumbukwa zaidi kwa kizazi hichi ambacho kitakuwa kwa sasa. Sasa hii unaitengenezaje? Unaitengeneza kwenye uwanja wa mazoezi kwamba tuna mechi za ligi, lakini tuna mechi ya fainali. Mechi ya ligi mchezaji anatakiwa kucheza kwa uangalifu. Mchezaji kuna baadhi ya maeneo hatakiwi kulazimisha, kama unaona kabisa kwamba mtu ameweka kiatu, ili kuhakikisha kwamba unakwenda kubeba taji ambayo itakuwa na historia kubwa zaidi kwenye taifa. Lakini cha tatu ambacho mwalimu analazimika sasa ukitumia kwenye mazingira kama haya ambayo nazungumza, zimetokea mechi 3 kwa wenzetu ama kwenye mazingira ya namna hii, kuna muda kama jambo kubwa ni la kitaifa. Afrika tumeona na the best ligi number ni ligi bora kabisa kwenye viwango vya soka Afrika ni ligi ya Egypt. Unaona wale kukiwa kuna jambo, wana jambo lao, shughuli zote huwa zinaahirishwa pale Cairo mpaka jambo lao lifanyike. Shirikisho la Misri wanajua, lakini pia makao makuu ya CAF wanajua. Kuna mambo wakiwa wanataka kufanya piramidi, sasa hivi nao wanashirikisha kusikilizwa. Sasa kwenye scenario kama hii najaribu kuona sasa kuna combination baina ya uongozi wa shirikisho kwa maana federation, management ya federation ya Wallace Karia, mtendaji mkuu Almas Kasongo kwenye bodi ya ligi, pamoja na viongozi wa Simba, kuona kama kuna namna wanaweza wakazipunguza hizi mechi ambazo baada ya finali watakwenda kuzifiksi, na ligi yetu itakwenda hadi kimalizika ligi yetu tarehe 5 mwezi wa 6, bado hatutakuwa tumeenda mbali zaidi, kwa sababu tutakuwa tuko tu miongoni mwa kipindi hicho, kwa sababu anayetakiwa kufunga mashindano huwa ni fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yenyewe ikishakuja kuchezwa huwa ndio kielelezo cha kwamba mashindano yote ya Afrika yanafungwa kwa msimu huo. Hapa natarajia kuona muunganiko, ile communication skills ya mwanadada, sio wa Simba. Mwanadada Zubeda amekuwa ni mtu mzuri, amekuwa mtu makini, ameifikisha Simba hapa kama sio mwanamke kwenye fainali. Natarajia sasa ile commitment yake ya uongozi, combination alionao pamoja na mwenyekiti wake Murtaza Mangungu, wajaribu kuona kwamba kwenye mechi hizi 4 si lazima wacheze zote, wajaribu kucommunicate na viongozi wa shirikisho. Kama kutakuwa na mechi hata moja, wanaweza kupumzika kwa ajili ya kwenda kujiandaa na kombe kubwa, kwa sababu tournament kubwa kanda ndio yenye heshima kuliko hizo tournament za ndani. Mfano, mtu akichukua kombe la shirikisho, zawadi ambazo atazipata it is more than 5 billion za Tanzania. Kombe la ndani bado thamani yake ni milioni 500-600. Yaani ukichukua kombe la shirikisho ni sawa sawa na mtu aliyechukua kombe la ligi ya ndani mara 10. Yaani shirikisho moja ina thamani na kombe la ligi kuu Tanzania bara mara 10. Hebu angalia hilo kombe. Maana yake nini? Lazima kuwe na watch out ya kwamba ili kombe lipewe specific, yani lipewe specific VIP, kwa maana kwamba maandalizi yake na treatment yake iwe tofauti. Haya ndio mambo ambayo kitaalamu yanaweza yakasaidia, kwa sababu hapa Simba ilipofika kila mtu kanda anaona, yani shirikisho linaona, rais ameona, na ndio maana rais ameongeza bodi la mama milioni 30 sasa hivi. Yani kila mtu anaona, viongozi wanaona, Watanzania wote wanaona, regardless wa Yanga, regardless wa Simba,
wanaona nini ambacho Simba inakifanya. Kwa hiyo hapa natarajia weledi wa viongozi wa Simba kwenye zile mechi 4, mechi hasa ile ya KMC isiweze kuchezwa kwa sababu kutakuwa na maandalizi. Ukicheza tarehe 11 unatakiwa ukajiandae na mechi ya tarehe 17 ya finali. Wakati huo unabidi travel kutoka Tanzania mpaka Morocco. Ziangalie hizo siku 6 za kufanya mazoezi na kusafiri kutoka hapa mpaka Morocco. Muda mwingine safari huwa inakwenda Dubai, baada ya Dubai ndio inakuja Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi haya maeneo haya ndio nayaona Simba wanaweza akayafanya, ingawa sasa bado ni maoni. Kuna uwezekano shirikisho likawakatalia wakalazimika kucheza mechi zote 4, haijalishi finali watakutana na nini. Ingawa kwa namna anavyozungumza naibu waziri, naona shirikisho watafanya jambo kwenye hili. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga na sisi.